Metre. Njoo hapo pale, njoo pale. Ona. Njoo pale, mwele kwa ile nyumba pale. Unaona kwenye bako? Njoo pale. Sasa muue gisi basi ingie kule yule. Mubakate. Ya, zamukana. Ndakubura ko karashiria. Tibabuna ngo tibala shahigulu bya togo tibazamuka. Ala kaije ngo ko tubugabunda. Ya, futali kubunda bali mo nabo. Ababo babatangira rugulu batanga bayemera bazamuke. Naam, hujambo mpendwa mtazamaji wa BG Online TV popote pale ambako unaendelea kututegea kwa muda huu, na ukaribisha kwa moyo mkunjufu kuweza kufuata habari zetu kwa siku ya leo. Miongoni mwa habari ambazo tumekuandalia siku ya leo ni kwamba mapambano makali yameripotiwa sehemu tofauti za shamba za mapambano tarehe 5 Mei 2025, ikiwa katika maeneo ya kijiji cha Aenge, sekta ya Mutambala tarafani Fizi, na huko Katogota Katana tarafani Walongo. Habari zingine ni kwamba kikao cha kujadili bei ya malipo kwenye hospitali kuu ya Baraka kimeendeshwa siku ya Ijumaa tatu hii ya tarehe 5 Mei 2025 ndani ya chumba mojawapo cha mikutano cha hospitali hiyo. Shirika la raia sekta ya Lulenge tarafani Fizi limetaja kuona vinyume vingi vya walimu kutokufunza watoto kwa pale walipoanza mgomo tangu wiki chache zilizopita. Mpendwa mtazamaji wa BG Online TV, kuna hayo na mengine mengi ambayo tumekuandalia katika siku ya leo. Mara tena tunakukumbusha usikose kusubscribe na kusambazia wengine habari hizi ili nyote kwa pamoja muendelee kupata habari motomoto, vipindi pamoja na matukio yanayokujia kila saa na dakika. Naam. Wacha sasa tuanze habari zetu na habari hizi za mapambano, ambako mapambano makali yameripotiwa sehemu tofauti za shamba za vita siku ya kwanza ya tarehe 5 Mei 2025. Tutaanza na yale mapambano yaliyoripotiwa pa Aenge ndani ya sekta ya Mutambala kati ya kundi la Twigwaneo Red Tabara wakiwa washiriki wa M23 zidi ya wazalendo. Mapambano hayo yalianza asubuhi mapema saa 12:30 za asubuhi hadi muda wa mchana, pale ambako waasi hao wanaojiunga kwa M23 kutaka kwenda kuvamia kijiji hicho na vijiji vingine vya kando kando. Kundi la Twigwaneo na Red Tabara waendelea kujikuta kushindwa kudhibiti vijiji kwa vile wanakuta wazalendo na nguvu nyingi zaidi yao. Licha ya waasi hao kutaka kumiliki kijiji hicho kwa moto waliokuwa nao, ila wazalendo wazidi kumiliki eneo hilo. Kufika muda wa saa 10 za jioni, kazi za raia zilianza kwa mwendo wa kobe. Viongozi wa kijiji hicho cha Aenge wazidi kuita raia waliokuwa mafichoni kurudi ndani ya viwanja vyao. Kundi lake Ngoma Nzito kupitia Fabebe limehakikishia raia kutokuwa na wasiwasi, kwani wao watazidi kuwakinga zidi ya waasi yao. Engineer Namubamba ni msemaji wa kundi lo la Fabebe, ikiwa Biloze Bishambuke anaonesha hapa namna mapambano hayo yalivyoanza. Ndio, ilikuwa ni asubuhi ya saa 12 ya hii Jumatatu ya tarehe 5 Mei mwaka wa 2025. Wazalendo wa kundi la CPC Barfa Bebe Bishambuke yake Jemadari Delphin Kaleme Ngoma Nzito walikuwa wakiendesha doria kwenye kijiji cha Kakenge na kando kando, ndipo walikutanana na mlolongo wa wapiganaji wa Gumino Twigwaneo ambao walikuwa wanajielekeza kwenye kijiji cha Mulima ili kuendesha mauaji dhidi ya raia. Wapiganaji wa kundi la Biloze Bishamuke waliingilia kati na mapambano ikaanzishwa hiyo asubuhi, ambayo ilidumu muda wa saa 5.
ilipofika saa 5 ya mchana adui akakimbia. Eneo ambamo waliwakuta hawazoei kutembelea au kuonekana kwenye eneo hilo. Ni tangu jana ndipo raia walilala na wasiwasi. Walipata habari kama Gumino, Twirwaneho, AFC Red Tabara walionekana huko kwenye maeneo kando ya Kakenge, na pia wengi wao walikuwa wanaonekana kuelekea kwenye maeneo ya kijiji cha Mlima. Ndipo wazalendo wakazidisha doria ili kwamba waweze kuzuia mauaji yasiendeshwe. Twirwaneho tangu waliweza kujiunga na M23 wakishirikiana na waasi wa Burundi wa Red Tabara, wanaonekana kwa sasa kukosa chakula kwenye maeneo ya Minembwe. Sasa walio wengi wanatamani kupata chakula kwenye vijiji kando, na ndio maana wanapenda kujielekeza kwenye maeneo ya Mlima na kando kuua raia, kuwanyang'anya mali zao, nao pia waweze kupata chakula. Ndio unajua kwamba vita ya mbele iko tofauti na vita ya sasa. Upande mwingine, Namubamba ameomba kwa mashirika ya kiutu kuwajia na misaada raia wakimbizi wa ndani wanaopatikana kwenye kijiji cha Enge na vijiji vingine vya kando. Zamani tulikuwa tunapigana na Twirwaneho ambao ilikuwa naundwa na raia tu wa Minembwe ambao walichukua silaha katika mazumuni ya kutaka kulinda ngombe zao. Lakini kwa sasa tunapigana na jeshi la Rwanda, jeshi ambalo linajulikana kwa umahiri wake katika nchi za Afrika Mashariki. Wanapata misaada kutoka nchi za Ulaya, wanapata misaada kutoka nchi za Marekani, na pia wanapata misaada kutoka hata nchi za Asia. Sasa jeshi la Rwanda kupambana na vijana wa auto defense ambao waliweza jiunda katika hata kuzuia vijiji vyao visiunguzwe na Twirwaneho. Unaona kama ni vigumu sana, lakini vijana wetu wanajitahidi katika hali kudhibiti mambo na kuendelea kulinda usalama wa raia na mali yake kwenye maeneo ya Nyanja, tarafa la Uvira, Fizi na Mwenga. Soutien totale, tunashirikiana na jeshi tunapata misaada kidogo ya jeshi la taifa na misaada ya vifaa vidogo ambavyo tunavyo na vinatusaidia. Tunatumaini ya kwamba mnamo siku zijazo matunda yataonekana kutokana na misaada ambayo tunaipata kutoka kwa jeshi la taifa. Ndio ujumbe wangu kwa raia wa Kongo, hususan wale wa tarafa la Fizi ambao wanaendelea kushuhudia mapigano ya siku nenda siku rudi kwenye maeneo hiyo, wabaki chonjo, lakini waunge mkono vijana wazalendo ambao waliweza kuchukua silaha ili kwamba waweze kuwalindia usalama. Ujumbe wetu kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kuwa makini, kuendelea kushirikiana vijana wazalendo, kuwapea misaada inayostahili ili kwamba waweze kupambana vilivyo na jeshi la Rwanda linaloshirikiana na waasi wa Twirwaneho pamoja na waasi wa Burundi wa Red Tabara. Alafu tuseme kwamba mashirika za kiutu, raia wengi mpaka sasa wanapatikana porini, wanakosa msaada. Wazee wanafariki kwa sababu ya hali ya baridi ambayo inaendelea kuripotiwa kwenye maeneo ya nyanja za juu, watoto pia na wanawake wajawazito. Kwa kweli hali ya kiutu kwa sasa ni mbaya sana. Wakimbizi wanakosa hata hema, wengi wao wanalala nje, wanashimika tu miti, wanalala nje, na siku hizi mvua ni nyingi sana kwenye maeneo ya Rugezi. Kwa kweli hali ni mbaya sana kwa raia waliokimbia makazi yao, raia ambao vijiji vyao viliweza kuunguzwa na jeshi la Rwanda likiunga mkono waasi wa Twirwaneho M23 AFC wakishirikiana na watu wa Burundi. Tukiwa bado kwenye habari za mapambano na huko Kamanyola na Katogota tarafani Uvira, ni kwamba kundi la SNPCC yake Amuri William ya Kutumba wameshambulia pa Kamanyola Ijumaa tatu hii ya tarehe 5 Mei 2025 kwenye kambi za waasi wa M23. Yapata muda mwingi waasi wa M23 wakiwa pa Kamanyola bila kutikiswa kwa mapambano yote na ambayo ilikuwa kero kwa raia.
Habari tunazotoka eneo hilo zaeleza kuwa vikosi vya kamanda Amuri William Yakutumba wameshambulia Pakamanyola na Katogota asubuhi mapema. Kisha mapambano hayo, kwa mujibu wa habari tunazo, ni kwamba vikosi vya kamanda Amuri William Yakutumba ndivyo vyadhibiti kijiji hicho cha Kamanyola na Katogota. BG Online TV tumejaribu kuwasiliana naye kamanda Amuri William Yakutumba kuhusu mapambano hayo. Amesema kujizuia na kujibu siku ya pili tarehe 6 mwezi wa 5 2025. Daima kwenye habari hizo za mapambano tuangazie na huko Katana tarafani Walungu ambako wazalendo wameshambulia kambi za M23 asubuhi mapema na kiisha muda mchache mapambano hayo yalimalizika. Jumatatu hii ya tarehe 5 Mei 2025 vikosi vya wazalendo vimeshambulia kambi tofauti za M23, na hiyo ikiwa ishara ya kutaka kuokoa vijiji vyote vya mkoa wa Kivu Kusini vinavyomilikiwa na wahasi wa M23. Hali hii ya mapambano kwenye kambi za M23 Jumatatu hii imeanza kuwapa raia matumaini makubwa kwa wazalendo kushinda vita hivi dhidi ya waasi yao. Mpendwa mtazamaji, hii ambayo unaendelea kuitegea sikio na kutazama ni BG Online TV ambayo inakuletea habari zake kwa muda huu kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na makao yetu makuu tupatikana huko Marekani. Tuendelee na habari zetu hizi tukiangazia na habari za mji wa Baraka. Kikao cha kupangilia bei ya matunzo kimeendeshwa siku ya kwanza ya tarehe 5 Mei 2025 mbele ya viongozi wa mji wa Baraka, ikiwa meya wa mji wa Baraka, mashirika kiraia na vikundi vingine vya raia. Kikao hicho ambacho kimeitishwa naye mganga mkuu wa hospitali hiyo ya Baraka Asa Echa Kridum, ambaye amesema kwamba kutokana na changamoto tofauti ambazo wanaendelea kukumbana nazo kipindi hichi ambacho waasi wa M23 wamiliki vijiji kadhaa vya mkoa huu wa Kivu ya Kusini, ndio ilipelekea wao kuitisha kikao hicho. Asa Echa Kridum amesema kuwa hakuna mabadiliko yoyote ya zaidi ambayo yaliendeshwa kwenye kikao hicho cha kupangilia bei ya matunzo kwenye hospitali kuu hiyo ya Baraka. Ni zoezi la kawaida. Hospitali ya Baraka ni hospitali ya serikali, na ukisema serikali unasema raia. Ndio maana tulialika viongozi wakuu wa serikali wa mji wa Baraka pamoja na viongozi mbalimbali wa raia, mashirika za kiraia, Recordesa na viongozi mbalimbali wa makanisa. Lengo kuu ilikuwa kufanya discussion kuhusu tarification, yani malipo katika services za hospitali. Ni zoezi, unajua kila kitu kinaomba Fransa wanasema mise à jour. Yapata sasa takriban miaka 3 taarifa ambayo tulikuwa tunatumika imeshafanya miaka 3. Mambo mengi ambayo yamebadilika. Kuna hali ya vita ambapo inafanya wafadhili wengi kuacha kazi, na pia kuna hali ya madawa. Tulikuwa na mradi siku zilizopita, mradi ambao unaleta madawa, mradi wa serikali unaodhaminiwa na Bank Mondial, ambao ulikuwa unaleta vidonge madawa mingi hapa katika hospitali yetu. Sasa kwa sasa mradi huo ndio unaendelea, ila hospitali Baraka inakaribisha raia wote kwamba milango bado inafunguliwa, na kuna zile huduma ambazo tunatoa kwa bure zinaendelea kuwa za bure, hususan kuzaa. Wanawake watakuwa wanaendelea kuzaa kwa bure, hata ikibidi afanywe upasuaji wa mtoto pia ni bure. Pia tunatunza bure utapiamlo, tunatunza bure watoto wachanga wale ambao hawajaeneza mwezi mzima, tunawatunza bure. Tunatunza bure hata wasiojiweza. Ni kweli siku zilizopita tulikuwa na shida nyingi kuhusu kupata dawa. Ikumbuke kwamba tangu waasi kuteka mji wa Bukavu imekuwa vigumu dawa kutoka Bukavu kufika hapa. Sasa hiyo imesababisha hilo changamoto. Ila kikao hiki pia kimetoa fursa kwa hospitali. Siku zijazo tutakwenda kuleta dawa, kutia dawa ziwe hapa kwenye hospitali na kukomesha hilo tatizo la uhaba wa dawa.
Ujumbe ni kwamba raia wasifuatane na mambo ya kuambiliwa. Waswahili husema ya kuambiliwa vina uongo. Ukitaka kujua kuhusu hospitali ya Baraka, njoo kwenye hospitali, utapata maelezo zaidi. Pia milango ya hospitali iko wazi na huduma zote ziko wazi, hata huduma ya morgue. Nilisikia watu wengine mitaani wanasema kwamba morgue ya Baraka haitumiki. Chukua fursa hii kuambia raia kwamba hizo ni uvumi tu, ni habari za uongo, na kwamba morgue ya hospitali ya Baraka kweli inatumika saa 24 na kuanzia siku ya kwanza hadi siku ya Inga. Tukamilishe habari zetu kwa siku ya leo na habari za huko Kilembwe, sekta ya Lulenge. Shirika la raia NDC Chumvi ya Kongo, sekta ya Lulenge, tarafani Fizi, limetaja kuguswa na mgomo ambao unaendeshwa na walimu kutokufundisha watoto. Abedi Sumbi Abdul ni kiongozi wa shirika hilo ndani ya sekta ya Lulenge. Ameomba walimu kurudi mashuleni ili kuendelea kufundisha watoto. Kitu kinachotushangaza ni kitu kimoja. Yapata mwezi na nusu ndani ya jiji ya Kilembwe watoto hawasomi. Division Baraka D inafanya mgomo wa kutokusoma. Sasa hivyo vitu vinatushangaza sana. Watakuja fanya mgomo na baada wamekwisha fanya hatua, kuna baki tu miezi chache watoto wafunge masomo. Hiyo kitu kinatushangaza sana. Tunasikia Baraka kando kote fasi zote zingine watu wanasoma. Kwa nini wakuu viongozi wa masomo washindwe kufuatilia hayo mambo? Hiyo ni lalamiko letu, na sisi kama zile shirika la kiraia tunapendekeza jitahidi wakuu viongozi wawaone wakuu wa division ya Baraka 4 wafungue milango ya masomo, watoto wamalize masomo. Kilembwe lakini kwingine kwando watoto wanasoma, lakini Kilembwe tu watoto hawasome. Tatizo ni ile kama tunasema sous division Baraka 4 iko hapa Kilembwe na wenyewe wanakataa kufundisha, ni walimu na viongozi wao wa director wao ndio wanakataa kufundisha, lakini uongozi uko hapa. Sous division Baraka 4 iko hapa na ile njoo inapaswa kuwa inasisimua watu wake, lakini wenyewe wanakataa kufundisha, ni walimu na wa director wao ndio wanakataa kufundisha. Wale sous division tulisema sous division Baraka 4 sababu wao ndio wakubwa wenye kuwa hapa, ndio maana tulisema walimu maekole ambazo zinasimamiwa na sous division Baraka 4 ndio nakataa kufundisha watoto hapa Kilembwe. Ndio sababu hiyo sisi kusema hivi na kuwataja, lakini ambao wanakataa ni walimu na wa director wao. Asa hawalipwi miezi kama 2-3, hawapati pesa za serikali, ndio sababu ya kukataa kufundisha watoto. Na alipoulizwa ni hatua gani ambayo walikwisha kuifanya ili walimu warudi mashuleni kwa kuendelea kufunza watoto, Abedi Sumbi Abdul amerejea hapa na kueleza yafuatayo. Ndio walimu walishaonywa lakini bado kukubali. Hapa tulionana na watu wa Sekop, walizungumza, wanaenda kwanza na wajumbe kutoka Waraka sababu ya Spul waliingia jana. Watafanya kwanza vikao vyao, waangalie kwa mazungumzo yao kama watakubaliana namna gani. Leo ndio tunawaona watu wa Sekop wanaenda na wa Spul, tusikie gisi watazungumza, lakini ingawaji wanaweza wakafundisha, lakini itakuwa kabisa sikufundisha halali, itakuwa fundisha moja ya hivyo tu kusudi mwako malizike. Mpendwa mtazamaji wa BG Online TV, hadi hapo hatuna la ziada kusitisha habari zetu kwa siku ya leo. Tunasamini sana kwa kututegea sikio mwanzo hadi tamati. Tunakusi mara tena usikosi kusubscribe, kusambazia wengine ili nyote kwa pamoja kuendelea kupata habari zetu, vipindi pamoja na matukio kwa muda muafaka. Hii ni BG Online TV, endelea kuungana nasi.